Karibu tena mtazamaji kwenye awamu ya pili ya taarifa za yanayojiri. Familia moja katika kijiji cha Limunga, kaunti ndogo ya Nyahururu huko Laikipia, inaomba msaada kuopoa mwili wa mpendwa wao baada ya kuzama kwenye bwawa alilokuwa akivua. Mbogu wa Kiarie mwenye umri wa miaka 41 alikuwa ameandamana na mwanawe wa miaka 13 Jumatatu mchana kuvua kwenye bwawa hilo, na alikumbwa na mauti alipokuwa akiweka nyavu ya kuvua samaki kwenye bwawa hilo. Licha ya juhudi zilizoanzishwa na waogeleaji kutafuta mwili wa Kiarie, kuwepo kwa visiki ndani ya bwawa hilo kumekuwa kizingiti katika kuendesha shughuli hiyo. Aidha, wakazi wanalaumu serikali ya kaunti kwa kukosa kuwapa wataalamu wanaweza kusaidia katika kuopoa mwili wa kijana huyo. Shida kutoka jana saa 5 mpaka saa hizi. Saa hii ni karibu saa 6. Sijapata usaidizi wote kutoka kwa serikali. Na hata saa hii nawalilia mtoto wako kwa mto hajatoka. Huyu mtu sio ya kwanza kuanguka kwa hii maji. Tumeshakuwa na misiba mingine kama hii. Lakini shida kubwa na tatizo kubwa ni kwamba hii damu wenye wanawezaga kuingia kidogo iko na matope mengi sana na iko na visiki. Na hizi visiki tumeshalalamika kwa wakubwa wetu kama governor na watu yake na MCA wetu wanajua. Hakuna mtu amekuja kusaidia. County walifika hapa wakasema hawana namna. Hawana kupitia department ya disaster management. Hakuna mtu yeyote ameajiriwa county mzima kuweza kusaidia janga kama hili. Tumejaribu kutoka jana, tumeshindwa. Leo ni siku ya pili tumekuja na tumekuwa na mwingine tumesaidiana. Angalau tuone kama tutapata mmoja wetu aliyepotelea hapa. Shida yenye nimepata hapa kwa maji ni mingi sana. Ya kwanza, matope ni mingi na visiki. Kwa hivyo kisiki ndio kwanza chanzo kubwa cha kufanya hiyo kazi iwe ngumu zaidi, kwa ajili hiyo mtu aliingia ndani hako na nguo. Kwa hivyo ukiingia chini ndani ya maji ukiwa na nguo, hata ukishikwa tu fali kidogo ni ngumu sana kutoka.